Ni taarifa kutokea katika kambi ya Azam FC ambayo inamhusu kocha wao raia wa Congo DRC, Florent Ibenge. Ibenge bana anaondoka katika kikosi hicho mwishoni mwa msimu huu mara baada ya mkataba wake wa mwaka mmoja kufikia tamati msimu huu wa mwaka 2025-26 utakapokamilika. Ibenge anaondoka, anaenda wapi? Ibenge bana amepata dili la kuifundisha timu ya taifa ya Mali baada ya msimu huu kumalizika. Kumbuka Mali hapa katikati waliachana na mwalimu wao Tom Saintfiet na wakatengeneza shortlist ya makocha ambao wana vigezo ambao wanawataka kwenye timu yao ya taifa, na kuna makocha wengi tu ambao walituma CV za kutaka kuifundisha timu ya taifa ya Mali, na Florent Ibenge ni miongoni mwa makocha watano ambao waliingia kwenye top 5 ya kukitaka kibarua hicho cha timu ya taifa ya Mali. Na ukiachana na Ibenge, makocha wengine ambao waliingia katika top 5 ni Mohamed Magasuba, kocha kutokea nchini Senegal, lakini pia yupo Badou Zaki kutokea nchini Morocco, naye ni mwalimu ambaye alituma CV yake kutaka kuifundisha timu ya taifa ya Mali. Lakini wapo pia makocha kutokea Ureno wawili, Antonio Conceição Oliveira ambaye naye alituma CV yake kutaka kuifundisha timu ya taifa ya Mali, sambamba na Anton da Silva kutokea pia Ureno ambao nao walituma CV zao kuifundisha timu ya taifa ya Mali. Lakini bahati ya mtende imemwangukia mwalimu wa Azam FC Florent Ibenge ambaye ndio atakuwa mwalimu mkuu baada ya msimu huu kumalizika. Akimaliza majukumu yake ya kukinoa kikosi cha Azam msimu huu, basi ataondoka na kwenda kujiunga na timu ya taifa ya Mali. Florent Ibenge, moja kati ya vigezo ambavyo vinatajwa kumpa nafasi ya kuifundisha timu ya taifa ya Mali kwa shortlist ambayo nimeitaja hapo ni uzoefu wake katika soka la Afrika, kuanzia ngazi za vilabu, lakini pia timu ya taifa. Usisahau kwamba Ibenge amewahi pia kuifundisha timu ya taifa ya Congo DRC kama kocha mkuu, akiwa bado pia anaifundisha klabu ya AS Vita ya Congo pamoja na Al Hilali ya Sudani. Kwa hiyo Ibenge ndo hivyo anaondoka na Azam. Nadhani anaondoka Azam msimu huu utakapokamilika. Itakuwa ni pengo kubwa sana kwa Azam kwa sababu ni mwalimu ambaye walimchukua akiwa na malengo makubwa sana ya kutaka wao Azam FC kuiona ikifanya vizuri, sio ndani tu, lakini ikijitangaza ama ikijiestablish miongoni mwa timu ambazo zinafanya vizuri kwenye mashindano ya CAF Champions League. Na moja kati ya vitu vya kukumbuka kwa Ibenge akiondoka Azam FC mwishoni mwa msimu huu ni kuiwezesha Azam FC kwa mara ya kwanza kushiriki hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika, hatua ambayo imekuwa ikiwapigia chenga miaka nenda rudi. Makocha wengi wamepita, lakini hawakuweza kuisaidia Azam FC kucheza mashindano ama hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika ama lile kombe la ligi ya mabingwa barani Afrika, CAF Champions League. Kwa hiyo Ibenge anaondoka Azam mwishoni mwa msimu huu, na taarifa ambazo zimetufikia pia kwenye dawati yetu ni kwamba tayari viongozi wa Azam FC wakiongozwa na CEO ama mtendaji mkuu wa timu hiyo kutokea nchini Hispania, Octavio Anoro, wameanza mchakato wa kutafuta mwalimu mpya, akisaidiana huyo Octavio Anoro, CEO raia wa Hispania wa Azam FC, akishirikiana na CEO msaidizi Rashid Seif. Wameanza search ama msako wa mwalimu mpya wa Azam FC ambaye anakuja kuichukua project ya Florent Ibenge na kuiendeleza msimu ujao. Kwa hiyo bado wapo na chakata waende wapi, wamlete yupi katika kikosi cha Azam msimu ujao, mara ya Florent Ibenge kuwataarifu mabosi wa Azam kwamba hatuendelee na timu yao mara msimu huu utakapomalizika, na anakwenda kukinoa kikosi cha timu ya taifa ya Mali baada ya msimu huu kutamatika. Kwa hiyo Azam FC msimu ujao bila Ibenge, sijui watakuwa katika nafasi ipi ama ni mwalimu yupi ambaye atakuja kuendeleza kile ambacho amekiacha Ibenge. Na kumbuka tu kwamba Azam FC
msimu wao haujamalizika msimu huu mpaka sasa hivi, kwa sababu wapo kwenye kinyang'anyiro cha ubingwa, kwa sababu wapo nafasi ya 3 na kimahesabu wanaweza kufika nafasi ya kwanza. Lakini pia Azam FC ya Furaha Ibenge msimu huu wapo kwenye hatua ya nusu fainali ya kombe la shirikisho CRB Federation Cup, wakiwasubiri Young Africans katika mchezo huu wa nusu fainali. Kwa hiyo Azam FC bado unaweza kusema wapo ndani ya malengo yao, na mwalimu Furaha Ibenge anaweza pengine akawaacha wakiwa katika nafasi nzuri either ya kuchukua ubingwa wa ligi kuu ya soka Tanzania bara ama kuchukua ubingwa wa CRB Federation Cup. Kwa hiyo hayo ndio yaliyopo kwenye kambi ya Azam FC kumuhusu kocha wao Furaha Ibenge ambaye anaondoka mwishoni mwa msimu huu akienda kuifundisha timu ya taifa ya Mali. Ni kocha yupi ambaye atakuja baada ya Furaha Ibenge? Tukizipata taarifa zake zikitufikia kwenye dawati letu la kimichezo, hatutosita kuzileta hapa kwa wewe ambaye umekuwa ukifuatilia Azam FC kama miongoni mwa timu ambazo zinatoa ushindani kwa vilabu vya Simba na Yanga katika ligi kuu ya Tanzania kwa misimu ya hivi karibuni. Jina langu mimi ni Shabeli Daniel, nyuma ya kamera alikuwa ni Yusuf Mpuma. Mpaka wakati ujao.